Naam, hebu tuchunguze kwa habari za hii vita inayoendelea katika taifa la Israel, uh, Marekani na Iran, ambayo sasa inapanuka. Sasa vita hii inapanuka. Unaweza kuona mataifa kama Dubai na mengineyo yanazidi kupata changamoto kutokana na hii vita. Nadhani historia ni nzuri. Tukirejea katika historia tutapata kitu cha kusema au kitu cha kuelewa na kufahamu. Bwana, nianze kuelezea kwa taifa la Irani bwana, mnamo mwaka 1979 iliweza kufanya mapinduzi ya kitaifa. Mapinduzi yale yaliweza kulitoa taifa la Irani katika mfumo wa kifalme, yaani waliondoa ule, yani yale mapinduzi yaliweza kuondoa mfumo wa kiutawala wa kifalme uliokuwepo. Maana yake 1979 kurudi nyuma kule, taifa la Irani ni kama mataifa mengi hata Afrika hata nini yalivyokuwa katika mfumo wa kifalme. Kwa hiyo na Irani kuanzia mwaka huo kurudi nyuma, taifa hili lilikuwa katika mfumo wa kifalme. Sasa mapinduzi yaliyofanyika mwaka huo yaliweza kuliondoa taifa hilo katika mfumo wa kifalme na kujikita katika mfumo wa kiutawala wa Kiislamu. Naona hapo ndipo kuna pointi ya msingi sasa. Yaani wametoka kwenye mfumo wa kifalme. Kifuatia katika klipu zangu utaona, utakumbuka kwamba mataifa mengi yalikuwa katika mfumo wa kifalme. Sasa baada ya mapinduzi yaliyofanyika yale, Irani ikajiondoa katika mfumo wa kifalme na kuwa katika mfumo wa utawala wa Kiislamu. Hapo sasa huu mfumo wa Kiislamu uliweza kutokuelewa au kutoelewana na taifa la Israel, na kwa maana hiyo wakawa wakiutambua utawala wa Kiisrael kuwa ni utawala wa Kizayuni. Sasa kuwa ni utawala wa Kizayuni. Naona Wairani wakauona utawala wa Kiisrael kuwa ni mfumo wa Kizayuni, utawala wa Kizayuni. Sasa klipu itakayofuata nitakuja kuzungumza utawala wa Kizayuni waliokuwa wanauzungumzia au wanaouchukulia hawa Wairani kwa hawa Waisraeli ni utawala upi, ni mfumo upi, Wazayuni watu gani? Kwa kutokana na hilo sasa, nayo Israel sasa ikawa tayari imekuwa kinyume na hawa watu ambao tayari wameshaonyesha hali ya kuwa kinyume na wao pia. Sasa utawala wa Kiislamu, mfumo wa Kiislamu wakati unaendelea, ukawa unayaunga mikono sasa, unayasapoti sasa makundi yale ya kivita, makundi ya kivita. Kwa mfano Hezbollah ambayo iko pale Lebanon, ikawa sasa ni part and parcel na utawala wa Kiislamu na makundi mengine. Sasa wakati makundi haya yanashirikiana na Iran, kumbuka kule Israel anayacheki
anayaona. Nakumbuka sasa makundi haya pia na yenyewe yanashirikiana kuto kutambua na au kuuita utawala wa Israeli kwamba ni utawala wa Kizayuni. Sasa Israeli anawacheki, anawaona, akaanza kuyaona makundi haya Israeli kwamba sasa ni makundi tishio, ni makundi hatarishi katika utawala wa Kiisraeli, katika taifa la Kiisraeli. Kwa hiyo beef, vita, migogoro ikaanza kuibuka ndani kwa ndani, Hawa wanasema huu utawala ni utawala wa Kizayuni, lakini Israeli akiwacheke, naona hawa wanaoibua hivyo vitu, tuhuma hizo, mashambulizi yale, maneno yale, bifu hizo, akaanza kuyaona kwamba hawa watu sasa ni hatarishi katika taifa langu la Israeli. Mwisraeli huyo, makundi hatarishi. Na hayakuishia pale. Sasa mambo mengi hapa yanaanza kuingiliana, mashambulizi ya maneno na nini na si mashambulizi ya maneno tu, hata ya kimatendo. Kwa hiyo bifu zikaanza kuwepo. Lakini kumbuka pia sasa hapo na taifa la Marekani, kwa sababu ni taifa rafiki na taifa la Israeli, kumbuka sasa na lenyewe automatic moja kwa moja likaanza kuyaona makundi haya kwamba ni makundi ambayo ni hatari, kwa sababu wakisha mgusa Mwisraeli pia watakuwa wamemgusa na Marekani. Naona, na wakaanza kutengeneza, of course, kutengeneza silaha za kinyuklia hawa Irani, naona yani advance unaweza kusema kwa nia njema, ndio, kwa kulinda taifa lao na kujilinda wenyewe, lakini wakati wana advance, Israel anawaona kwamba hawa watu ni hatarishi. Hawa advance kwa faida yao, wana advance ili kuja kuleta hatari katika taifa la Israel. Naona sasa wakati Israel anaona kwamba ni makundi hatarishi, na Marekani anamcheki hivyo hivyo, akijua kwamba wakimshambulia Israel siku moja, basi na Marekani moja kwa moja atakuwa amelengwa kushambuliwa. Sasa hii ni historia fupi tu, tutakuja kuzungumza mengi, tutachambua mengi mpaka sasa unapoona vita ambayo imeibuka sasa tena tarehe 24 mwezi wa pili hapa juzi tu, imeibuka, ina historia nyingi za nyuma, kama nilivyojaribisha kuanza kudodosa hivi. Kwa ufupi tutaendelea kuchambua, tutaendelea kuona, tutaendelea kukumbushana ili tuweze kujua hii vita ina mzizi upi. Tutaangalia mengi, lakini hebu jaribisha sasa kuona hayo sasa kwa ufupi. Asante. Tutaendelea. Kwa hiyo kwa sasa hivi kinachoendelea kinazidi kupanuka, vita inazidi kupanuka, lakini mzizi ni kama unavyoweza kuanza kuangalia hivyo. Yako mengi sana tutajulishana. Tutatafuta, tutaweza kushirikishana. Ende kutafakari haya kwanza. Karibu.